Katika moja ya ripoti tulizokuwa nazo ni huko nchini Ujerumani, ambapo raia nchini humo wanadai kwamba hawaridhishwi na serikali ya kansela Friedrich Merz. Wajerumani hawaridhishwi kabisa na serikali ya wakati huu ya kansela Merz. Ripoti iliyotolewa na taasisi ya utafiti ya maoni ya INSA kwa niaba ya gazeti mashuhuri la Bild la huko nchini Ujerumani imeonyesha kuwa Wajerumani hawaridhishwi na serikali iliyoko madarakani. Serikali ya Merz, ambayo kwa namna moja imekuja na mipango madhubuti ya kuinua uchumi wa taifa hilo, ni wazi sasa imekuwa ikiongezeka kila kukicha kuchukiwa na raia wa taifa hilo. 22% pekee waliohojiwa ndio wanaoridhishwa na serikali ya muungano inayoongozwa na kansela Merz, ikiwa chini ya 2 ikilinganishwa na utafiti uliofanyika Novemba 7. 67% bado hawajaridhishwa na serikali ya Merz, huku 11% ikikataa kutoa maoni. Taasisi hiyo iliwahoji watu 1004 kati ya Novemba 20 na 21 na iliwauliza iwapo wanaridhia kazi ya Friedrich Merz kama kansela na iwapo pia wanaridhishwa au kutoridhishwa na serikali yake. 25% ilipitisha na kuipenda kazi ya Merz, huku 64% ikiwa haijaridhishwa nayo, 11% ikikataa kutoa maoni. Hii ikionekana kwamba Friedrich Merz hakubaliki kutokana na hali ya maisha ya taifa hilo. Serikali ya kansela Friedrich Merz inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa ndani baada ya miezi michache madarakani. Migawanyiko kuhusu bajeti, kodi, pensheni na uhamiaji inatia wasiwasi, lakini pia inaleta fursa ya muafaka. Ni miezi michache tu tangu kuingia madarakani, lakini serikali hiyo ya Merz inakabiliwa na migogoro mikubwa ya uongozi. Hali ya kutoridhika miongoni mwa wananchi imepanda, huku kura za maoni zikionyesha 22% ya raia wanaoridhishwa na kazi ya Merz. Katika mazingira haya, Merz na mawaziri wake wanajifungia kutafuta dawa ya migawanyiko ya kisiasa. Suala la fedha za taifa limeibua mivutano mikubwa. Merz aliahidi kulinda kikomo cha deni, lakini alilegeza msimamo huo na kuruhusu mikopo mikubwa kwa ajili ya miundombinu na ulinzi. Hata hivyo, hii imegharimu serikali imani ya wapiga kura, huku chama chake cha muungano cha CDU ama CSU kikisukuma sera za kubana matumizi na washirika wao SPD wakisisitiza ongezeko la kodi. Tofauti za kimsingi zinaonekana wazi. SPD inataka ongezeko la kodi kwa matajiri, mapato makubwa na urithi ili kuimarisha usawa wa kijamii, wakati muungano unapinga hatua hiyo ukisema ni mzigo kwa uchumi. Baadhi ya wahafidhina wameonyesha utayari wa makubaliano juu ya kodi ya urithi, ishara ya uwezekano wa muafaka mdogo uliopo katika serikali hiyo ya muungano wa bwana Friedrich Merz. Viongozi wa CDU wamekosoa jina la mapato ya raia lililoanzishwa na serikali ya awali, wakisema linapotosha kwa kupendekeza kila mtu ana haki ya msaada wa kijamii. Kwa sasa zaidi ya watu milioni 5.4 wanapokea malipo hayo, wakiwemo wakimbizi wa vita kutoka Ukraine. SPD inakanusha madai ya udanganyifu mkubwa, ingawa pande zote mbili zimekubaliana kulinda mfumo huo dhidi ya ulaghai wa kitaasisi. Mfumo wa pensheni unakabiliwa na shinikizo kutokana na idadi kubwa ya wastaafu. Wanataka mageuzi zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza umri wa kustaafu, huku SPD ikilenga kulinda pensheni bora. Wakati huo CSU inataka ongezeko maalum kwa kina mama waliozaa kabla ya mwaka 1992, jambo litakaloongeza mzigo wa kifedha kwa serikali. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.